Naam, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, karibu moja kwa moja. Pengine tunataka kujua hali ilivyo kwa sasa Ubungo, kama huduma zimerejea kama kawaida. Asante na kushukuru. Mpaka sasa huduma zinaendelea kurejea kwa sababu kama unavyofahamu, ndio hali iliyotokea haziwezi kurejea kwa 100% kwa haraka kiasi hicho, lakini maduka, masoko na maeneo mengine muhimu kama vituo vya afya, zahanati kwa ajili ya kutoa huduma za afya, huduma zinaendelea kutolewa. Ndio. Kwenye upande wa usafiri, wananchi wanaendelea kupata huduma ya usafiri, lakini bodaboda zilizotoka na bajaji zilizotoka zinaendelea kutoa huduma, ingawaje daladala sio nyingi sana zimetoka mpaka sasa, lakini naamini zinaendelea kutoka kwa sababu unakuta sehemu nyingine mtu alipaki daladala akaiacha mahali akaenda upande wa pili, kwa kutoka kule alipo kuifuata daladala yake ilipo ili aweze kuingia barabarani inaweza ikachukua muda, lakini huduma hiyo tunaamini itaendelea kuimarika, ingawaje tunategemea tutapata changamoto ya usafiri hasa kutokana na mwendo kasi. Kama unavyofahamu, wahalifu walibomoa, walipiga magari, baadhi ya magari mawe, wakapasua vioo, wamechoma vituo vyote isipokuwa vituo viwili, lakini pia vile vile walichoma moto baadhi ya magari yale ya zamani tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo huduma ya usafiri kwa upande wa mwendo kasi haijaanza kwa sasa kwa wilaya yetu ya Ubungo kutokana na uharibifu mkubwa huo uliofanywa na hao wahalifu. Okay. Waliotekeleza tarehe 29 na tarehe 30. Okay. So huduma ya usafiri kidogo itakuwa bado ina changamoto kwa sababu upande wa Ubungo watumiaji wa usafiri ni wengi, waliokuwa wanafaidika na usafiri wa mwendokasi ni wengi. Sasa unapoharibu miundombinu hiyo kwa vitendo vya kihalifu lazima inaleta athari. Kwa hiyo kidogo inaweza ikachukua muda. Okay. Na pengine kwa upande wa vituo vya mafuta vimeshaanza kufunguliwa kwa ajili ya kutoa huduma? Baadhi vimeshafunguliwa, vinatoa huduma, lakini pia vingine ambavyo vilichomwa au viazili haviwezi kufunguliwa kwa sababu baadhi ya vituo vilivyokuwa barabarani wahalifu wale walivichoma na kuchoma magari ya wananchi ya binafsi yanayopakiwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo sio vituo vyote vinaweza kutoa huduma, vitatoa tu vile ambavyo havikupata madhara. Okay. Na kwa upande wa kituo cha Magufuli bus terminal pale, pengine huduma za usafiri kwenda mikoa na nchi jirani zimeanza kutolewa? Yes, huduma zinaanza kutolewa kwa baadhi ya watoa huduma ambao magari yao yanaweza kuingia barabarani, lakini tunaamini kwa baadhi ya watoa huduma ambao magari yao yaliharibiwa kwa makusudi na wahalifu hawa wenyewe wanaweza wasiingie moja kwa moja. Yapo magari ambayo yalichomwa moto, mabasi pale maeneo Manzese, kama vile mabasi ya Shadidi, mabasi ya Esta, mabasi ya Ratco. Sasa na watoa huduma ambao tunakuwa tukiwategemea sana katika eneo letu hili la Ubungo, lakini magari yao yaliathirika. Kwa hiyo wenyewe wanaweza wasiwa wameweza kurejesha huduma ya usafiri kupitia kampuni zao moja kwa moja, lakini kampuni nyingine zinaendelea na huduma hiyo ya usafiri. Okay. Na Mheshimiwa DC, mwisho kabisa, pengine una rai gani kwa wana Ubungo katika kipindi hiki ambacho huduma zinaendelea kurejea taratibu? Waendelee kuwa wastahimilivu pale huduma zinaposuasua kwa sababu moja au nyingine, kwa kutambua kwamba kurejea katika hali ya kawaida kwa 100% ni safari kidogo ambayo wote sisi tunalazimika kuipitia. Kwa upande wa serikali tunafanya kila linalowezekana, tunachukua kila juhudi na jitihada kuhakikisha kwamba hali inarejea na kunakuwa na athari ndogo sana kwa wananchi, kwa sababu wananchi wengi wameathirika kwa uhalifu wa watu wachache. Kwa ni lazima tuwapambanie hawa wananchi wengi waweze kuendelea na maisha yao kama kawaida, kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo. Kwa rai yangu ni kwamba wavumilie pale ambapo wanaona kuna huduma zinachelewa kidogo, lakini waendelee kutoa ushirikiano, watoe taarifa kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, kwa mkurugenzi na taasisi nyingine zote zinazotoa huduma pale ambapo kuna jambo linaloweza kufanyika kwa haraka katika maeneo yao. Kuna swala la kuzingatia muda wa kufanya shughuli
kwa maana ya kuishia pengine saa 12, maeneo mengine kunasikia mpaka saa 4. Kwa Ubungo utaratibu upoje? Utaratibu unaendelea kuwa hivyo au kuna mabadiliko? Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba tuhakikishe hali inarejea katika hali ya kawaida. Hali ya kawaida ni kwamba tulizoea kufanya biashara bila kuwa na limitation isipokuwa kwa mujibu wa sheria. Sasa sisi tumeamua kwamba tutakutana kama kamati ya usalama kufanya tathmini ya hali ilivyo kwenye maeneo. Kwa maamuzi yatategemea zaidi hali halisi katika eneo fulani, kwamba hatutakuwa na blanket uamuzi au uamuzi wa jumla. Hapana, tutajielekeza zaidi kwa kuangalia mahitaji ya eneo husika yako vipi. Sasa kwa sababu hatujamaliza kufanya tathmini hiyo, kujua hili tutaliacha kwamba kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais na maelekezo ya Jeshi la Polisi na Jeshi letu la Wananchi walishatoa maelekezo yao, kwa sisi tutapita humo kwa kuangalia uhalisia ulioko huku uandani. Okay. Nakushukuru sana Mheshimiwa DC. Asante, nakushukuru sana. Naitwa Sifaya Lema, katibu mkuu na Toboa mkoa wa Dar es Salaam. Yaliyotokea ni kwamba baada ya vurugu kutokea ni magari kusimama yote na sisi kukosa mapato na serikali pia imekosa mapato. Lakini pia sheri zimefungwa, kwa hiyo nayo ni sehemu nyingine ilikuwa inaleta athari kubwa kwa watu walikuwa wanatembea umbali mrefu. Hata sehemu waliokuwa mtu anaenda kwa shilingi 2,000, mfano ilikuwa kutoka Mbagala kwenda Kariakoo shilingi 2,000, lakini ilikuwa sasa hivi kutoka Mbagala kwenda Uhasibu ni 10,000. Kwa hiyo ilienda mara 5 zaidi. Kwa hiyo athari zake zilikuwa ni kubwa kwa kweli. Okay. Huduma za kijamii zilikuwa haziwezi kupatikana kwa sababu hakuna kinachoingia wala kinachotoka. Kwa hiyo vitu vingi vilazimika kupanda bei. Lakini baada ya amri hii ya kuachia usafiri, ijapo vyombo havijatoka vingi, vipo Mbagala vyombo havijatoka vingi na sheri nyingine bado zimefungwa, lakini angalau watu wanapata huduma. Tunaona na nyanya zinaingia huku, tunaona mchele unaingia kwenye pikipiki, mchele wanapata mjini, wanaupata, wanakuja, hamna vurugu. Na bahati nzuri hapa ulikuwepo ukaguzi, wanajeshi walikuwa wanasimamisha tu gari, anauliza dereva leseni, alafu anauliza abiria kama wamechajiwa nauli ya juu tofauti na iliyopo. Hilo zoezi mimi nimelipenda. Okay. Bila kuacha chochote, walikuwa wanasimamisha daladala, anawauliza vipi, nauli amechukua ile au nauli ya ziada. Kama amechukua nauli ya ziada, anaambiwa arejeshea watu nauli zilizochukua. Kwa hiyo mimi hilo zoezi kwa kweli nimelipenda. Kwa upande mwingine niwasiliana na watu wa Buguruni, kwa sababu siko Buguruni, lakini naambiwa gari halijatoka sana. Labda ni watu wanasikilizia au wengine hawakulala na mafuta, wanasubiri sheri zifunguliwe ndio ziweze kuweka mafuta. Naamini mpaka kesho hali inaweza ikarudi kama ilivyo. Mimi nikiwa kama katibu ni wasifu kwamba maadamu imeshatoka amri ya serikali, ni amri ya halali, tutoe vyombo watu waweze kupata huduma na wenyewe waweze kupata kipato. Niombe pia serikali sisitizie sheri nyingi kwa sababu zilikuwa nazo hazijafunguliwa, ili watu waweze kupata huduma ya mafuta na huduma ziweze kukamilisha. Kama hapa nimekaa sijaona gari ya Mbezi hata moja. Kwa hiyo bado mamlaka ya mkoa ina kazi ya kufanya, pia kuongea ili watu waweze kuwa kuona kwamba wako huru na kufanya hizi shughuli kwa sasa. Kwa upande wa SGR huduma zilisitishwa kutokana na hali ilivyotokea, na kikubwa sisi tunachoangalia kwetu sisi, kikubwa kabisa tunachoangalia ni usalama wa abiria wetu. Yaani hicho ndicho kipaumbele cha shirika la reli Tanzania. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, huduma zilisitishwa, lakini hivi ninavyozungumza na wewe, wale abiria wenye tiketi za tarehe 29 na 30 wa kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma wataondoka saa 7:20, na wale wenye tiketi za tarehe hiyo 29 na 30 wa kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam wataondoka saa 6:20. Kwa hiyo na maana tumesha resume huduma zetu sasa za usafirishaji abiria. Shirika la Reli Tanzania na sisi ni miongoni mwa taasisi za umma ambazo zinafanya biashara. Tunasafirisha abiria, tunasafirisha mizigo.
Tunaposafirisha abiria, unajua wewe ushasafiri na treni, unakata tiketi. Ukikata tiketi unalipia tiketi. Kwa hiyo hata sisi tunafanya biashara. Kwa hiyo kama tunafanya biashara kama walivyowafanya biashara wengine, hata sisi pia tumeathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hatukusafirisha abiria, hatukusafirisha mizigo katika kipindi hicho. Tunaanza leo huduma saa 6:20 kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, na saa 7:20 kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Treni inayotoka Dar es Salaam kwenda Dodoma lazima itasimama Morogoro na baadhi ya vituo vya katikati kutegemea na aina ya treni. Sisi tunahakikishia kwamba mpaka tunarejea katika kutoa huduma, treni zetu ziko salama. Hatuna changamoto yoyote ya kiusalama wala changamoto yoyote ya kiufundi, na sisi tunatekeleza maelekezo ya mkuu wa nchi kwamba shughuli zirejee kama kawaida. Kwa sisi tuna comply, na ndio maana tumerudi kutoa huduma.